katika ufalme ya Victoria yankai. Unajua Biblia inasema katika Wakolosai 1:13 ya dejebu Wakolosai 1:13 na poto monokuni. Mtu anaweza nisomea hiyo? Kede matomani na Yesu makena. Wakolosai 1:13. Wakolosai na poto monokuni. Biblia inasema, ndio Biblia, tumehamishwa kutoka ufalme wa giza ya Victoria naime na tukaingizwa kwenye ufalme wa mwanawe Yesu Kristo. Na hiyo ndio fasi nataka tuweke nayo msingi. Nani anapata hiyo kwa lugha ya Kiswahili ama kwa lugha ya Kimasai? Naye alitoka katika, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha katika na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. 14. Ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Kweli. Haleluya. Amen. Yeye alituokoa. Yeye ninyi yo katika nguvu za giza. Yatwa Victoria naime. Na akatuhamisha niduria ninyi yo na kutuweka katika ufalme wa mwanawe wa pekee. Niduria ninyi yo abira Victoria enkara yenye. Ambaye katika yeye yatwa ninyi tuna msamaha wa dhambi. Kwa hivyo sasa tumehama. We are not in the old kingdom. We are not in the kingdom of darkness. Unajua kuna ufalme wa giza, lakini sasa tumehamishwa na sasa tuko katika ufalme wa mwanawe Yesu Kristo. Na unajua ufalme ni nini? Ni watu fulani walio na utawala wa kipekee na walio na mamlaka fulani. We are in the kingdom of God. Tumehamishwa zamani. Mimi nilihamishwa. Nilipookoka nikahamishwa. Na sasa niko katika ufalme wa Mungu. Siko tena kwa ile ufalme wa giza. Unajua labda uko hapa na labda bado uko kwa ile ufalme. Kuna ufalme wa Mungu. Na wale wataingia. Na wale pia watabaki hapo. Ni wale ambao wameokolewa. Ambaye sasa ni watu wa ufalme wa Mungu. People of the kingdom of God. Watu ambao wameokolewa. Hallelujah. Na kuna njia sita ambayo ndio itatusaidia tupate kudumu katika ufalme huo. There are 6 ways on how to dwell in the kingdom. Hallelujah. Ya kwanza, you must be born again. Lazima uwe mtu ambaye amesaliwa mara ya pili. Mtu mwenye amesaliwa mara ya pili. Hiyo itatokea vizuri. Katika Yohana 3:3. Wewe na buku ya Yohana. John chapter 3 verse 3 through 5. Yohana 3:3 to 5. Biblia inasema. Ndio Biblia. Kwa lugha ya kwa lugha gani? Kiswahili. Mimi nitasoma kwa lugha ya Kimasai basi. Yohana 4:10. Yohana 3:3 mpaka 4:7. hadi mstari wa 5. Ndio Biblia. Na walilia sajoki. Esiba ajogiye. Tenidwe ni olungani aigil. Tainono na ngwa teber. Nemede marudua Victoria kai. Yesu akawajibu, kawaambia, amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Ndio Nikodemo ninye kaji ko beidin to bidini to yuwa olungani atamungu. Ninye afishikoma yeni alikuwa shangama mwenye ndoini. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili kazaliwa? Ndio ligesa jogi esiba ajogiye.
Yesu akamjibu, amini, amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji, kwa roho, hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kitu ya kwanza ambaye alifanya tukakae katika ufalme wa Mungu, jambo la kwanza ni kwamba lazima uwe umesaliwa mara ya pili. Some people love their God, but they are not born again. Wanashindwa kusimama kwa sababu kuna kasoro, kuna shida fulani. Wewe unang'ang'ana na kufuata watu ambao walisaliwa na mbegu tofauti, lakini wewe you are born in worldly things. Wewe umesaliwa na mbegu ya dunia pekee. Wewe una mbegu ile ya kusaliwa na baba na mama. Hiyo ndio mbegu pekee ambayo wewe uko nayo. Lakini wale wengine ambao mnakaa na wao, they are born again. Wamesaliwa ya kwanza na wasasi. Wamesaliwa mara ya kwanza na wasasi, na hiyo ni ya mwili. Lakini hii ya pili ni ya kusaliwa na maji, ambaye ni neno la Mungu. Mara katika Biblia maji ni neno. Maji ni neno la Mungu. Hiyo unasikia lazima usaliwe kwa maji. Biblia inasema maji, lakini hiyo ni neno la Mungu. You have to be born again. Lazima usaliwe mara ya pili. Na usiposaliwa mara ya pili, huyo mtu hawezi kudumu katika ufalme wa Mungu. Hallelujah. Mwambie jirani yako saliwa mara ya pili. Kama unajua Kiingereza unamwambia be born again. Huyu Nikodemo alikuwa mtu na hata kiongozi. Lakini siku moja usiku akaamuka, akaenda kwa Yesu. Akaenda kumuuliza Yesu maswali. Lakini Yesu akajua moyo wake. Na huyo Nikodemo, yeye alikuwa anataka kujua habari ya wokovu. Lakini hakuuliza direct, kwa sababu unajua ni mtu ambaye alikuwa kiongozi. Na Yesu akamjibu akamwambia, amin nakuambia, nakuambia wewe, mtu asiposaliwa mara ya pili, huyu mtu hawezi kuingia, hata sio kudumu, hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Maana hajasaliwa na mbegu ya ufalme. Mbegu ya ufalme ni kuokoka kupitia neno. Mpaka usaliwe kwa neno. Wacha nikwambie ndugu, kama unakuja kanisa hili kwa sababu watu wenu wako, kama unakuja kwa sababu kuna rafiki, kama unakuja kwa sababu ya sababu ingine, that is not a seed of the kingdom. There is a seed of the kingdom of God. Kuingia ufalme, lazima uwe umesaliwa katika neno. Pia lazima uwe umesaliwa katika roho. Hii ni kanisa la roho. Pasipo roho, hiyo sasa itakuwa biashara ingine.
Unajua mtu wa kawaida, yeye hufikiri kawaida. Hata saa zingine mimi naona nikifikiri na vile watu wengine wanafikiri, we think in a different way. Ninafikiri hivi, mtu mwingine anafikiri hivi. Wacha leo niwaambie kanisa la Mungu, kuna mtu wa roho na kuna mtu wa kawaida. Na mtu wa kawaida hufikiri kawaida, na mtu wa roho hufikiri kwa roho. Nikodemu alipoambiwa hivyo, yeye alifikiri ni ile atarudi kwa tumbo ya mama tena asaliwe. Lakini sio hivyo. You must be born of the word. You have to be born of water. You have to be born of the spirit. Hallelujah. Hallelujah. Situpigie Bwana makofi. Mwambie jirani yako saliwa kwa neno. Hallelujah. Hallelujah. Mwambie usaliwe kwa roho tena. Be born again. Na utamani ndugu kusaliwa mara ya pili. If you are born of a mother and a father, hiyo ilikuwa mara ya kwanza kusaliwa. Lakini kuna kusaliwa mara ya pili. Born of the word and also born of the spirit. Hallelujah. Hallelujah. Huyu akajua sio hivi vile unafikiria. Kama hujasaliwa kwa neno, yani kwa maji ambayo ni neno, na tena lazima uzaliwe kwa roho. Hawa watu watenda dhambi kanisani ni watu ambaye hawajasaliwa mara ya pili. Hawa ni watu ambaye hawajasaliwa mara ya pili. Yani wewe uko na mbegu nyingine, na watu wengine wako na mbegu tofauti. How do you expect tuandamane vizuri na wewe hujasaliwa mara ya pili, na sisi tumesaliwa mara ya pili? Wewe utatarajia aje tuandamane pamoja vizuri? Unajua wewe uko chini na wengine wako juu. Ni kama mtu ako juu ya ghorofa na mwingine ako huko chini. Are those people in at the same level? Yeah. Watu wako mahali. Hivyo ndivyo watu wa kiroho na watu wa mwili. Ukitaka kupata mbio, be born again. Ukitaka kudumu katika nyumba ya Mungu, hallelujah, hallelujah, usaliwe mara ya pili. Na ndio ni vizuri kuomba Mungu utakazwe. Na peyo ni wamona nkai. Dibosa inatakikana uombe Mungu. Wala hivi wamona nkai ole. Ukimwomba Mungu sana, niredo na utubu, nijindesinyi, kutakasa. Amukutwa kwa kutorole. Maana umesaliwa kwa neno. Nilo kwa tankiane. Na umesaliwa kiroho. Nilo kwa lankiane. Umekuwa mtu wa kiroho. Nilo kwa lankai. Umekuwa mtu wa Mungu. Wewe si mtu kigeugeu. Wewe yeye ndio mwani belekenya. Maana kuna watu kigeugeu. Mwingine ndio wanawe belekenya. Hata wengine wako kanisani. Ile wale kanisa. Lakini kigeugeu. Hayo la kibelekenya. Hawaja kata kauli kama vile niwafundisha la sana. Ndio ambapo ninapo ana analingana pale anda job na ima. Wapendwa. Lonya saliwa mara ya pili. Jogi nini hali? Hallelujah. Hallelujah. Mwambie jirani yako saliwa mara ya pili. Jogi nini hali? Be born again. Jogi nini hali? Hallelujah. Hallelujah. Jambo lingine. Bye. Number 2. Ni hali? Seek first the kingdom and his righteousness. Nanda nasemburu ekitoria ongwetoi wasepate nyana. Eji kuna kitu inaitwa priority. Alai patiana nafasi ya kwanza kwa kitu fulani. Njo yeresha ndo koya tambaya naje. Asubuhi ulipoamka ulianza kufanya nini? Amare ngake ya pedo mwenye kanyi rasa.
Wewe ukitupatia vile umeamka. Amara ni toyo anenendo mwenye dora kakenya. Kama wewe ni mtu wa Mungu. Anayo tumali lankai. Ya kwanza ilikuwa maombi. Wale na dokwea ni mkono. Ulipoamka, wale pendo mwenye. Kabla hujaongea na mtu yeyote. Wale wana ndoro olungani. Uliomba. Ndio mkono. Maana hiyo ndio priority ya kwanza. Amone nyambae adokwea. Ingawa kuna wengine wanaamka kama bitiro ngiri. Ile langaya ndo mwenye ana bitiro. Unajua wazo ama ngiri haikuangi na mpango. Yala kwa bitiro nimeanza donya mpango. Na watu waliamka leo ni kuangusha blanketi bila kuomba. Chua. Ile langaya ndo ana ndo mwenye yake nana ngoni blanketi. Yo. Hata hajaomba. Ndio mon. Na uko hapo. Ndiye. Na unajitanisha na Mungu. Ningine ibodeka ni ankai. Au hujashukuru Mungu asubuhi. Leo nitaka yana sherehe kagenya. Leo umekuja kushukuru Mungu hapa. Leo hii shanganya na sherehe. Na tayari umefanya mambo mengine mengi. Nende barasa bagumo. Huyo mtu hajapatiana nafasi ya kwanza kwa ufalme wa Mungu. Wale wanawali ndio shoyo ambaye ndokoya ngiro yankai. Mtu wa Mungu akitaka kudumu katika ufalme wa Mungu. Wale wanawali lankai ni ile bigaro ngiro yankai. You have to seek first the kingdom. Na kashi ngase ngoro ngitoria. Katika Mathayo 6:33. Wale mbuga Mathayo ile tamanyo kuni. Kayanda ngas engoro ngitoria nye wasema nyana na ngoro ndai na boki. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo yote mtazidishiwa. Mera eni nyamaligi na raisere amenyamaligi na raisere gawon. Basi msisumbuke ya kesho kwa kuwa kesho utajisumbuka yenyewe. Kwa siku maovu yake. Yani tafuteni ufalme wa Mungu kwanza. Ndio nasema wengi tuliamkai. How do you be a child of the kingdom? Kai mbona ni yako enkera ikitoria na wewe mwenyewe hujapatiana nafasi ya moyo wako ya kwanza kwa hiyo ufalme. Wewe ya make wa ndio nchoyo kiona shwalo lino yale na kitoria. Ile Biblia. Biblia inasema ndangas engoro ngitoria ni. Tafuteni basi ufalme wake. Wasifanye nyama. Na haki yake. Ndio wale nanabogi kama kinenda. Na hayo yote mtasindishiwa. Amen. Amen. Ndio nami nyamaligi nyama ise. Na akasema msisumbuke hata ya kesho. There are some people in the church. Yale ndio wale kanisa who are very busy. Romana onyambali kushughulikia kesho. Onyambali kinanda ise kesho. Taise. Wacha nikwambie dada. Baba rolika kanashe. Wacha nikwambie ndugu. Baba rolika kanashe. Mambo ya kesho sio yako. Wale mbaya ise ni mimi nono. Mambo ya kesho ni Mungu anajua. Wale mbaya ise ni anga ina yolo. Don't stress yourself because of tomorrow. Ndio aranda mundu ngala kile ise. Wacha kujisumbua kwa sababu ya kesho. Ndio kusumbua wake ngala kile ise. Mungu anajua kesho. Yeye la kaida ise. Wewe kile utafanya. Wale ni ngoye makao. Tanguliza mambo ya ufalme. Tana sawa kwanza mbeki tolia. Fanya kitu kinaitwa priority. Tana sa ndurukie. Prayer. Ndurukie. Yani kabla ya mambo yote. Wale ngotulie pa. It is the kingdom of God. Ni ngitoria yankai. Kabla ya mambo yote. Wale ndio yasikulia pa. Ni ufalme wa Mungu kwanza. Ni ngitoria yankai ngas. Hata kuna watu wengine wanapotezana pesa zao na mali zao bila kujua. Hii minero bienyenye ni minyamalienye. Meyo.